ninataka nitoe taarifa rasmi kwa wawekezaji wote walioko katika wilaya ya Handeni. Hapa nataka wawekezaji wanielewe vizuri sana. Kwenye wilaya yetu tuna maeneo mengi ambayo ni mashamba. Wamekuja wawekezaji ambao wamenunua mashamba au wamechukua kutoka kwenye serikali za vijiji, lakini kwanza hawajaendeleza maeneo yao. Maeneo haya yamebaki kuwa ni mashamba pori. Lakini pili, makubaliano na vijiji hawajatekeleza baada ya kupewa maeneo haya. Lakini tatu, hawajalipa kodi ya ardhi ambayo inatakiwa ilipwe kwa mujibu wa sheria. Hivyo basi niwatangazie wale wote ambao ni wamiliki wa mashamba au wawekezaji katika wilaya ya Handeni na hawajafanya vitu hivyo vitatu: hawajaendeleza maeneo yao, hawajatekeleza makubaliano na vijiji, hawajalipa kodi ya ardhi, ninatoa siku 14 tu kwa wao kufanya hayo ambayo hawajafanya. Yoyote ambaye atashindwa ndani ya siku hizo 14 kutekeleza hayo niliyoyaeleza, basi shamba hilo au eneo hilo tutalirejesha kwa mujibu wa sheria kwenye vijiji husika. Kwa hiyo niwaombe na niwaelekeze wawekezaji wote, kama unafahamu una shamba Handeni, hujaliendeleza, hujalipa kodi ya ardhi, hujatekeleza makubaliano uliofanya na kijiji, ndani ya siku 14 ufike ofisi ya ardhi wilaya ya Handeni hapa Handeni Mkata kwa ajili ya kurekebisha hayo. Ukishindwa kufanya hivyo ndani ya siku 14, sahau kwamba una shamba katika wilaya ya Handeni. Maagizo haya nimeshaelekeza wenye vitu wa vijiji na watendaji wayasimamie. Hatutakuwa na msalie mtume kwa mtu ambaye umekaa na ardhi hauiendelezi, imegeuka ni shamba pori. Badala yake sasa wafugaji wanavamia huko, wanaleta changamoto kati ya wakulima na wafugaji kwa sababu mashamba yapo, wanaona ni mapori, lakini tunapoteza mapato yanayotokana na ardhi. Lakini makubaliano ambayo uliingia na kijiji kwa ajili ya kupewa ardhi hujatekeleza. Sasa siku 14 zikimalizika, kama hujafanya, sahau kwamba una shamba Handeni, tutalichukua, tutalirejesha kwenye serikali ya kijiji.